Alafu hatua ya pili ni uaminifu kwenye pesa. Uaminifu kwenye pesa. Pesa nao ni kipimo kingine. Kuna watu wengine ukimpa material, umempa simenti, umempa tofali, au utakuta zimejengewa yani vizuri kabisa. Kwa sababu pesa ni kitu kingine, lakini mpe pesa kabisa. Unashangaa kichwa kinawaka moto hivi. Kuaminika. Pesa unapoiona moyo wako huo unakuaje? Unashtuka au unakuaje? Kwa hiyo uaminifu kwenye pesa imepewa hatua ya pili. Wewe mwaminifu kwenye pesa. Anasema katika Luka 16:11 anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Mali ya udhalimu ni mali hii ndogo ndogo tunayoibangaiza kwa kunyang'anyana. Unajua tunanyang'anyana vijisenti. Una biashara yako hapo, unauza mandazi, yani unanyang'anyana. Inaitwa mali ya udhalimu. Nataka mtu mwenye pesa yake anunue andazi lako upate faida. Tunanyang'anyana, inaitwa mali ya udhalimu. Kwa hiyo mtu kama hauwezi kuwa mwaminifu kwenye pesa hii ya kawaida, Mungu atakuaminije kukupa hazina ya mbinguni? Unajua watu tuliookoka tuna hazina. Mungu anetuandalia hazina ya mbinguni. Kuna baraka ya mbinguni. Mungu anaweza kafungua mbingu yake akakupa miradi, akakupa project. Sasa kama hii pesa tu ya kawaida inakubabaisha, utaaminiwa vipi Mungu kukupa baraka nyingine kubwa zaidi? Kwa lazima uvuke huu mtihani.